Umebarikiwa sana katika jina la Yesu. Kama kweli mwambie hali yako ni ngumu na maisha yako hayatasogea. Mbona hiyo unalikuwa basi tumia mamlaka ulionayo kumbariki. Mwambie umebarikiwa katika jina la Yesu. Unaelewa nguvu ya maneno Amen. Naomba tukuze nasa kidogo. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa dakika kama 50 tutajifunza kwa habari ya namna Mungu anavyobariki. Amen. How God blesses. Namna Mungu anavyofanyaje jamani? Anavyobariki. Anavyobariki. Hakuna mtu asiyetaka baraka hapa. Hakuna mtu asiyetaka maisha ya baraka, lakini kuna formula, kuna principle, kuna rules, kuna namna ambavyo Mungu anafanya mambo. Mungu hafanyi kwa sababu watu wanasema, watu wanataka. Mungu anafanya kwa sababu amepatia. Sema amen. Sema tena amen. Amen. Mwambie jirani yako namna Mungu anavyobariki. Safi kabisa. Ndio kichwa cha somo na andiko letu la msingi ni Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 28. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 hadi 28. Maandiko yanasema maneno yafuatayo. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu, akatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa porini na kila kiumbe kitambacho juu ya uso wa nini? Wa nchi. Mstari wa 27, Mungu akamuumba mtu mwanamke na mwanaume kwa sura yake na mfano wake. Alifanyaje? Aliwaumba. Sema mwanamke na mwanaume. Mwanamke na mwanaume. Kwa hiyo hii aina ya kwanza ya uumbaji ni uumbaji wa roho za watu. Ule wa pili wa Mwanzo 2:7, mwanaume kuumba peke yake 2:7. Ile ilikuwa ni kutengeneza makasha, kuwatoa rohoni kuwaleta mwilini. Na mtu wa kwanza aliyepata nafasi ya upendeleo ni mwanaume. Maandiko yanasema Mungu aliumba kwanza mtu mume kama mwili, ila kama roho wote tuliumba siku moja, dakika moja, sekunde moja. Rohoni hakuna spirit ya spirit, kwamba a spirit of a man is better than a spirit of a woman. Hapana, rohoni roho zote zina same content, same material, same ability, same power. Haleluya. Amen. Roho ya mwanaume na ya mwanamke zote kwenye ulimwengu wa roho zina kitu kile kile, zina nguvu ile ile na zina uwezo ule ule. Haleluya. Amen. Kwa hiyo hakuna bora rohoni. Ndio maana kifika rohoni hakuna kuoa wala kuolewa. Tutakuwa kama malaika, wote ni bora. Hakuna anayefaa kuwa bwana na msaidizi. Hayo mambo tunafanyia huku duniani. Ila kule kila mmoja atakuwa bora, kila mmoja atakuwa kichwa. Unaelewa Kwa sababu wote kama roho tumebarikiwa, wote kama roho tuna sura na mfano wa nani? Wa Mungu. Okay, mstari wa 28 sasa. Mungu akasema, Biblia inasema Mungu akawabarikia. Mungu akafanyaje? Akawabarikia. Akasemaje? Zaeni ikaongezeke, ikaijaze nchi na kuitisha, ikatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, wanyama wa mwituni na kila kiumbe. Sawa sawa. Mungu akafanyaje? Mstari wa 28, akawabarikia. Kutoka kwenye andiko hili tunajifunza kitu cha muhimu, kwamba kitu cha muhimu ambacho Mungu aliona ampe mwanadamu mara tu baada ya kumuumba, alichoamini mtu akiwa nacho kitamfanya awe bora mno na kustawi, ni baraka yake. Amen. Kitu ambacho Mungu aliona, Biblia inasema Mungu akasema sasa na wawe na nyumba.
Sasa na wale na magari wasihangaike kutembea. Mungu alisema, Biblia inasema baada ya kuwa ameona wamekamilika mwanaume na mwanamke, alichotamka kwenye roho zao, alichotamka kwenye utu wao wa ndani ni baraka. Sema baraka. Kwa kila mtu unayemwona barabarani, hata kama anatembea pepo, hata kama hajitambui muda huu, hana fedha, hana mali, lakini kwenye roho yake yuko loaded, ana nguvu isiyokuwa ya kawaida ya baraka. Sema baraka. Unanisikia vizuri? Hakuna mtu ambaye hajabarikiwa. Hata wewe ambaye unasema ni nani wewe ukataliwa, ni kwa sababu hujapata eneo ambalo unakubalika. Unanielewa eh? Hakuna mtu ambaye hana baraka. Nakwambia kabisa, inawezekana ukataliwa Dar es Salaam, ila ukienda kule kijijini Tunduma wanakushangaa, wanasema wada huyu. Unanielewa eh? Kwa hiyo baraka hakuna asiyekubalika. Inategemea unakataliwa wapi. Amen. Sasa mimi nikienda kwenye baraza la mawaziri wanaweza usinikubali kwa sababu sio waziri. Ila nikija hapa kila mmoja ananikubali. Sema amen. Kwa hiyo kila mmoja ana baraka ya aina yake. Usipojua baraka yako inafanya kazi eneo lipi, sasa ndo matatizo yanapoanzia ya kwanza kujifananisha, kujilinganisha. Nimesoma na wenzangu wengine wameshajenga, wana hadi magari wanaendesha, mimi sina hata nauli, hata sadaka ni kazi. Yaani naona nimechelewa, nina roho ya kuzuiliwa. Hauna. Ni vile tu hujajua wapi baraka zako zilitosema. Amen. Amen. Kuse jirani yako mwambie umebarikiwa. Alafu mwambie tena baraka ya Mungu isangulia laana za ukoo wenu. Mwambie Mungu alikubariki Mwanzo sura ya 1. Adamu akaja sura ya 2. Wewe hujajua umekuja sura ya ngapi? Kwa hiyo kabla laana za ukoo hazijaja, zikukuta umebarikiwa. Sema amen. Ila kama unaofahamu utahangaika, unavunja laana ambazo haziishi. Jana kesho unavunja za upande wa mama, kesho kutwa za upande wa baba, kesho kutwa nilizosababisha mwenyewe. Utavunja laana mpaka ufe. Ila ukweli ni kwamba ukikatoroishi kwenye upande wa baraka, maisha ni mepesi. Unajua kwa nini Baresa ana baraka wakati akadai mafuta? Au kwa nini leo tajiri na atoi fungu la 10 hapa? Hawana sai kwa mchungaji yote, ni kwa sababu anakatoroishi baraka ya Mungu iliyo kwenye roho yake. Baraka ya Mungu haina Muislamu wala Mkristo. Baraka ya Mungu haina mweusi wala mrefu. Kila mmoja akiweza kujua nini maana ya baraka, kile mnachokitafuta kama baraka sio baraka. Sasa nisikilize, baraka ni nini? Baraka ni nguvu ya Mungu yenye mambo matano ndani yake. Baraka ni nguvu ya Mungu yenye mambo matano ndani yake. Jambo la kwanza ni nguvu ya kuzaa. Sema nguvu ya kuzaa. Kwa sababu Mungu alisema zaeni, be fruitful, be productive. Kila mmoja hapo ulipo umekalia nguvu ya kuzaa. Umesingizia serikali kwa kutoa ajira wakati umelalia nguvu ya kuzaa. Ni mwaka wa 3 tangu tumetoka chuo, ajira hazijatoka za walimu. Sawa, wewe kwenda kusoma ili uajiriwe. Umebarikiwa. Una nguvu ya kuzaa vitu endapo utaamua. Tatizo ni kwamba umegeuza jicho kuelekea serikali, utafikiri serikali ilikwambia umebarikiwa. Mungu alisema umebarikiwa, na akasema baraka yake inataka mambo yafuatayo, moja wapo ni zaidi. Kwa kila aliyeokoka na ambaye hajaokoka ila akajitambua, akiamua kutumia nguvu ya uzalishaji iliyoko ndani yake, anafanikiwa. Uone wapagani wakifanikiwa, watu wanaanza magenge, wanakuwa matajiri. Watu wanaanza na maduka Wachaga, wale wenzetu Wachaga, anaanza na kioski cha nyanya na vitunguu, anauza vitu mchanganyiko baada ya kwenda supermarket. Hapo hajawekewa mikono na mtu. Hapo hajakanyaga mafuta. Mafuta. Sio mafuta. Unaelewa eh? Hapo hajavunjiwa laana za ukoo. Ila ametumia uwezo wake wa baraka, uwezo wa aina moja, nguvu ya kuzaa. Kwa kila mmoja hapo ulipo una uwezo wa kubadilisha hali yako. Ndio kitu ambacho nataka uende nacho mwaka unaofuata. Una nguvu ya kufanyaje? Kubadilisha hali yako. Ukiamua unaweza ukazalisha chochote. You can produce anything by the power of blessing upon your spirit. Nguvu ya baraka iliyoko juu ya roho yako ambayo Mungu akawabarikia wanaume kwa wanawake. Hiyo nguvu hujawahi kuitumia kuzalisha vitu. Umeitumia kulalamika. Umeitumia kuelezea ni kwa nini usifanikiwe. Unajua mimi ningemaliza chuo kikuu
isingefukuzwa mwaka wa pili, isinge disco, ingekuwa mbali. Hata hiyo nguvu ilitumia kuamini kwamba kudisco kumekuchelewesha ni nguvu kubwa, umetumia nguvu ya kuzaa, imetumika kwenye kuzuia usizae. Kwa hiyo baraka ina nguvu tano. Ya kwanza ni nguvu ya kufanyaje? Nguvu ya pili ni nguvu ya kuongezeka. Zaeni alafu mkaongezeke. Takuelezea tofauti ya nguvu ya kuzaa na nguvu ya kuongezeka. Kuna watu wengi wamelalia vitu, wanataka nina mawazo makubwa sana, nina mawazo ya maendeleo, yaani mimi nina vitu, sema tu sina watu. Nina vitu, sema sina wa kunishika mkono. Kila akiona mtu anamtaja ndugu yake, huyu amefanikiwa, ameanzisha kampuni yake, inafanya vitu vikubwa, anakuambia wewe huo mtaji wa milioni 100 unafikiri ameutoa wapi? Kwanza hataki kuuliza ilikuwaje. Anakuambia huyu ana mtu, ana referee, sema ana referee. Sema ana sponsor. Yaani anatafuta sababu kwa nini yeye asiende. Ndivyo watu wengi walivyo. Nini? Kama ni ideas, ninazo nyingi. Nimeandika vitu kama 10, biashara kama 20. Mbona hujaanza? Ninasubiri mtaji. Nafanya kazi serikalini miaka 5 tu. Nikitoka nimekusanya mtaji. Hautatoka. Jiandae kuzeeka, uwezi. Hofu yako ile ile ndio itakayo kuzuia kutoka baada ya miaka 5. Kwa hiyo kuna nguvu ya kuzaa na nguvu ya kuongezeka. Sasa uwezi ukaongeza kitu bila kuzaa kwanza. Kama uzai chochote utaongeza nini? Kwa hatua ya kwanza, nguvu ya muhimu kuliko zote kwenye nguvu ya baraka ni nguvu ya kuzaa. Ni uwezo wa kudhubutu kuanza kitu. Uwezo wa kudhubutu kuanza. Yaani maana hata hili kanisa the greater light isingekuwepo na tusingekuwa na ibada kama Nathan asingethubutu. Yaani maana ukauliza alianzia, unaweza kutoa alianzia Sebreni. Unaweza kukuta alianzia si watu wakasai watu. Wale wa kwanza the greater light wa kwanza kanisa mlio kwa ibada ya kwanza ya Jumapili. Yosheni kuna yani ibada ya kwanza wakati kanisa linaanza. Mlianzia gapi? Sebreni. Ni corona. Sasa hivi je, wako Sebreni? Hapa barabara na Sebreni pia. Ukija wasema kanisa lina quality na standard, limekaa international, sasa international. Kwa hiyo mwingine akianza akisikia sauti ya Mungu inapita kwenye huduma, anasema siku nikipata jukwaa kama hizi, nikapata lights kama hizi, nikapata, hautafanya chochote, utakufa na ndoto yako pia. Kwenye maisha haya unapaswa kuanzia unapoweza. Kwa mfano, una jengo lakini unataka kufundisha neno. Anza na kufundisha neno. Wakielewa watu wawili watatu na muomba, una rafiki ambaye tunafanyia ibada zetu katika nyumbani. Tayari ndio ushaanza hivyo. Ila ukisubiri upate uwezo wa kodi ukumbi na drums na mic, utafanya lolote. Ndio wengi tunafanya sasa. Yaani huu mwaka wa 3 unasubiri kupata milioni 20. Ukipata milioni 1 unasema haiwezi, idea yangu ni kubwa. Sema idea yangu ni kubwa. Sasa haya mambo siku yaondoa mwakani pia utaendelea kusema hivyo. Na mwaka unaofuata tena, yaani kwa hiyo kwa lugha nyepesi mtu akikujua usipobadilika ibada hii. Maana na mwaka ujao pia tutakuwa na tukio kama hili tena na wakati mwingine, na utaendelea na maneno yale yale. Kila nikitaka kuingia kwenye maji, anapita mwenye nguvu zaidi anaingia. Anaelewa? Mwambie jirani yako this is excuse. Mwambie tena this is excuse. Kitabu cha Mhubiri sura ya 11 mstari wa 4 hadi wa 6. Maandiko yanasema angaliaye upepo atapanda. Angaliaye upepo atafanyaje? Atapanda. Mhubiri 11 mstari wa 4 hadi wa 6. Angaliaye upepo. Yaani maana kama unaangalia mazingira yamekaaje, hivi kweli nikiweka hela ataliwa, atapoteza, itazalisha, sije kapoteza mtaji wangu, ndio hela pekee nilionayo, utaendelea kuwa nayo kama unafikiri au utakuwa nayo hata hiyo utaila. Na wewe utageuka kuwa biashara, wewe utabadilika kuwa ndio uwekezaji wenyewe. Yaani ila milioni ya sitaki itoke kabisa, kipungue. No, kwa nini nipeleke kama utajikuta natoa kitu 10, 20 baada ya muda nimebaki 7. Hii 7 sikusi kabisa.
Unaweza kuelewa kwamba ni biashara mbaya. Mapenzi yako ni biashara mbaya. Bad business. Sasa kwa hiyo lazima uzae, alafu ukishakizaa kile kitu ndio neema ya Mungu ya aina ya pili ya nguvu ya baraka inaanza kufanya kazi. Bila kuanza kitu Mungu hawezi kuongeza kitu. Maana anasema aliye nacho ataongezewa, asiyekuwa nacho hata kile anachodhani anacho kama haija atasahau. Ndio maana yake alikaraka kile anachonacho kitafanyaje? Kuja shetani akaiba ile neno ndio pamba moyoni. Kuja shetani akaiba haija. Yule anayesema nikipata hela nitaanza. Nina picha kubwa. Utaendelea kuwa naye rafiki yangu. Hivyo hivyo. Baada ya hapo nasahau. Utakwambia hivi ile wazo lako ile la viatu umefikia. Ndani nakumbuka kama nilikuwa nalo. Ile. Si kwanza. Hivi nilikuwa nimesemaje ile wazo? Ndio wazo kueleza watu ndio ni wakati nilikuwa na kuja shetani akaiba ile neno. Sasa kwa hiyo sikia neno nafikiri neno ni Mathayo kana hata wazo kutoka kwa Mungu ni neno. Nisikilize vizuri nikupe siri sasa. Ukisikia neno kutoka kwa Mungu kuna aina mbili za neno. Aina ya kwanza ni kilichosemwa na Roho Mtakatifu kwa. Ya pili ni maandiko, aina ya tatu ni wazo. Aina tatu za neno. Nimesema sio roho na rema pekee yake. Hata wazo ni neno la Mungu. Ndio Biblia inasema neno la Bwana lilimjia Yona kusema ondoka uende Ninawi. Nafikiri sio wazo, ni wazo lilimjia kwamba Yona umekaa hapa sana, unaonaje uende Ninawi kule? Wewe una kila siku unalalamika watu wanatenda dhambi, unaonaje ukahubiri? Wazo. Hata hili kanisa limezaliwa kwa wazo. Siamini kwamba Diamond alitokea malaika chumbani na upanga mkubwa akasema na ukabidhi upanga. Nenda geuza Dar es Salaam. Alisema neno la Bwana nililonalo halitoshi kukaa na mimi peke yangu. Ninaweza nikashare na mtu. Naweza nikapanda kitu ndani ya mtu nikasaidia roho ya mtu. Naanza. Matokeo yake deketa right. Sema amen. Amen. Kwa hiyo unaweza kanielewa sasa. Kila ukipata wazo ni Mungu ameongea. Amen. Ni sauti ya Mungu umeichezea ukiacha ikapotea. Sina hela sio wazo la kwanza. Wazo la kwanza na kushukuru Mungu akisema na nifanyeje? Nianzie wapi? Nimepokea wazo, nimepokea neno lako. Ninaanzia wapi? Hilo ndio swali la msingi. Alafu chukua hatua. Mungu anaweza kukwambia anza na kidogo ulicho nacho. Anza na unapoweza au kuna mtu fulani kaongee naye kwamba umepata wazo ile hauna kitu. Nashangaa wewe ndio anakwambia kabisa. Utatoka kwa shida kwa kanisa yako. Lakini tena nilikuwa nayo na nilikuwa nawaza tu nifanyeje? Basi chukue wewe ukizalisha utarudishia. Tayari unapata mtaji. Ila kama ungepuuza ukasema sina mtaji, basi una kitu pia. Kama mnakumbuka mwanamke aliyekuwa ameachwa na mume wake alifariki mwacha na madeni. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 7. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 7. Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza hadi wa 7. Alipoulizwa cha kwanza na Elisha, una nini? Una idea yoyote? Una nini? Sina kitu. Alafu lakini anakaraka katika swali, sina kitu. Isipokuwa akakumbuka nina chupa ndogo ya mafuta. Kumbe hiyo chupa ndogo ya mafuta na mapipa. Hiyo chupa ndogo ya mafuta ndio utajiri wenyewe. Hakuna kitu ambacho Mungu amepress kwenye maisha yako kwa bahati mbaya. Wewe ujui. Watu wengi wakitafuta baraka wanaangaliaga mbali. Wanaangalia kumbe ila ukweli kila kitu unachokihitaji kwa ajili ya maisha kiko around. Unajua nini? Samueli wa kwanza 17 mstari wa 25 hadi 52. Samueli wa kwanza 17:25 hadi 52. Jiwe lililomuua Goliath, Daudi kutoka nalo nyumbani. Unasikia hizi? Jiwe lililomuua Goliath, Daudi kutoka nalo nyumbani. Nilikuwepo tangu siku ya kwanza wanatukana ila watu wote walikuwa na jiwe. Siku ya pili jiwe. Ili jiwe nalo linakaa barabarani. Wanapiga teke muujiza. 3, 4 mpaka 40. Daudi kwa sababu alikuwa anawaza tofauti. Yeye akiwa kwenye mazingira anaangalia kitu gani Mungu anaweza kutumia kuboresha maisha yake. Wewe uangalie, unaangalia lini ajira zinatoka. Wewe angalia kitu gani? Unajua kutengeneza keki mpaka marafiki zangu wananisikia sasa sielewi. Au nataka sifa tu za marafiki.
Nilitengenezea rafiki yangu kwenye birthday, alipenda. Nilipenda kama alipenda si alama ya signal roho kwamba kumbe kuna mwingine anaweza akapenda. Unanielewa? Kwa hiyo sasa ndio hili kinatokuwa sasa. Kwa hiyo jiwe lipo pale day one mpaka wote. Alafu Mungu alivyo mwema hawezi kuleta kwenye uwanja wa pambano ambapo kuna jiwe la kumwa Goliathi. Hiyo niongeza. Ninakwambia ya kwanza Daudi akuja na lile jiwe lilikuwa pale. Biblia inasema akakimbia, alafu akaokota mawe huko anakimbia. Maraka aliyakuta pale. Kwa hiyo jiwe la kubadilisha maisha yako alikubali maisha yako. Hiyo ni ya kwanza. Lakini cha pili, Mungu hawezi kupitisha njia pana ambapo hakuna masuluhisho. Yaani maraka hapa ulipokaa kuna mtu kwenye simu yako unamchukuliaga kwa ndo anaelewa yako. Yaani hapa watu wanataka kubadilisha maisha yako sio kwamba wajibu. Kuna mtu rafiki Facebook ndio huyo anajibu lako. Amen. Kwa mfano mimi na Pastor Salome na Diamond. Mara kile mmoja alikuwa anamuona mwenzake, anamuona mwenzake. Mpaka mmoja mwanzo mwenzake sasa. Ili tukio kama hili litokee. Sio sasa. Kila mara kila mmoja alikuwa fursa ilikuwepo, watu wa maana unaye, ila sasa kumbe ni mzembe tu kuanza. Umepata picha? Ndivyo hivyo kwenye maisha yako pia. Kuna watu wana majibu yako wameshakuzunguka tayari. Yaani maombi mengi unasema Baba nibadilishe hali yangu, Mungu ameshakutuma mtu kwa kubadilisha hali yako bila umoja. Kwa kimuona unaona ni kawaida. Yule mwanamke aliyekuwa na madeni, yeye alikuwa anaona kila siku hawa ni watoto. Unajua alikwenda kuelezaje kwa Elisha? Anaenda mume wangu anakuja kuwachukua watoto. Sasa ile jamaa linalokuja kudai yenyewe aliwaona watoto naona wafanya kazi. Unaona? Yeye anasema nataka niwachukue wakafanye kazi wafikie deni la baba yao. Yeye anawaita watoto mwenzake anaona reba. Chiku reba. Kumbe ni shida ya macho tu, sio kama vitu havipo. Macho yako hayaoni. Macho ya moyo wako yatiwe nuru katika jina la Yesu. Kingine sasa, amezungukwa na majirani wengi wenye masuluhisho. Hajui kwa nini Mungu alimwekea msukumo ajenge eneo lile. Yeye anafikiri tu ni viwanja vya bei rahisi vilipatikana Kigamboni vilipatikana. Hajui kwamba kwa nini Mungu alileta pale. Ni kwa sababu Mungu alijua kabisa wale kwa marafiki wanaweza kumfaa wakati wa uhitaji. Kwa hiyo alikaa pale kwa miaka 30 anaongea nao, anashiriki mazishi yao, matatizo yao, shida zao, harusi zao. Hajui kwamba ile connection ni divine. Unaona wakati wa muujiza Elisha anamwambia nenda kwa majirani zako. Ukatake kwao vyombo. Tena utake vingi wala si vichache. Swali linalokuja alikuwa anaongea na wawili vyombo vingi wala si vichache vimetoka wapi? Mwambie jirani yako kuishi na watu vizuri uvae viatu. Yaani maana yake majibu yako hayako mbinguni, yako kwa watu fulani fulani ambao wengine unachukulia Kristo. Wanasema ni jirani. Ni jirani lakini anamjua mtu ambaye atabadilisha maisha yako. Ni jirani lakini kuna biashara fulani amewahi kuifanya, wewe unataka kuifanya sasa. Yeye alifanya miaka 10 mpaka ikafanya milioni unajua leo. Wewe ukiko umewahi kufanya wewe jirani sasa ni jirani. Umemalizia salamu tu hapo. Umesha kwenye salamu sasa kujua zaidi. Unafanya nini? Tengeneza mahusiano na watu. Unanielewa? Huwezi kupata kitu cha mtu bila kuwa na ukaribu na wewe. Ndio utaratibu Luka 6:38, wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa ndicho watu watakachotumia nini wapi. Hatua ya kwanza lazima utoe wewe, toa upendo, toa salamu, toa kujali, toa kushiriki mambo yao. Uwe sehemu ya muhimu ya maisha yake, alafu na yeye ghafla atafungua moyo. Atakuja kuuliza swali, unafanya kazi gani kaka? Sina kazi, kumaliza nini? Biblia nini? Alafu kuna kaka yako alikuwa atafuta kabisa kwenye shule yake. Atafuta nini? Wewe kile basi huyo ndo mimi. Lakini kama hujui sasa, unaweza kutaka uko kanisani lakini hujui anafanya kazi gani, biashara gani. Kumbe maskini hujui, wewe umekaa na digrii yako ya ualimu na kuna mtu ambaye anamfahamu kwa namna mwalimu. Tunaimba naye praise. Unafanyana kwenye mazoezi. Haina shida. Labda watu wanaweza kukumbuka baada ya maneno haya. Amen. Jambo la tatu ambalo liko ndani ya baraka inaitwa nguvu ya kuenea. Sema nguvu ya kuenea. Zaeni ikaongezeke,
Alafu mkaijaze nchi. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuzaa. Ukishazaa kitu unamuomba Mungu, inaomba neema ya kuongezeka. Baada ya kumaliza ukaona maongezeko yamekuwepo, mwambie Bwana niamini sasa niendelee. Hiyo ni phase ya tatu. Unasikia vizuri? Ukishaendelea sasa inafuata hatua ya nne inaitwa nguvu ya kutawala. Kila mtu ambaye ameenea sana anakuwa na sauti. Nilikuwa nawaambia mtu mmoja ya kwamba mimi wakati ule na kanisa kamoja kwa kama hata ningejaribu kusema serikali ile jambo haliko sawa, ile haliko sawa, wanakunyima usajili mimi. Lakini akisema Gwajima mwenye makanisa 700 anajiuliza tunayafungaje yote. Naelewa anatawala. Anatawala, yaani mtawala kwa sababu ya ile nguvu ya kuenea. Shaenea unakuwa automatic mtawala. Unanielewa? Halafu ya tano ni nguvu ya utiisho. Sema nguvu ya utiisho. Sasa wewe ukasema kila aliyebarikiwa na nguvu ya utiisho. Utiisho unaweza ukawa nao ndani, lakini hautaonekana mpaka kwanza umezaa, umeongezeka, umeenea na umedominate, umekuwa mtawala. You are a dominant force. A dominant force. Ni mtawala. A dominant force. Ukishakuwa dominant force automatically unakuwa na utiisho wako fulani. Unanielewa? Kama nitoke na mfano mmoja useme. Mfano sasa hivi Mwalimu Akasege akaingia hapa. Unaanza kusikiliza mimi. Haya jamani, tugeuke huku. Nilipa kazi kwa kuanzia huku. It's a dominant force. A figure that you cannot ignore. Amefika hapo baada ya miaka karibu 40 ya kufanya kitu kile kile bila kuacha. Wewe umefanya mara ngapi jambo kaliacha? Nilianza mayai, nikaona mayai. Nikaja kwenye chips. Nikaona chips haziendi, nikaanza biskuti. Sasa hivi niko kwenye kani. Nilianza kwa pesa ndio kwenye jengo. Nimefanya biashara kama 8. So usifikiri sifanye biashara hapa kwa wewe una bidii. Bidii ni consistent. Muendelezo. Kutoacha mpaka kitu kimetoa maji. Endelea kupiga mwamba mpaka utoe nini? Maji. Hivi kwani Diamond alikuwa anashindwa kumwambia mke wangu tutafute kazi nyingine. Hizi haya mambo tutaendelea kufanya semina. Hapa tunaalipa Christmas na Pasaka tu. Tuna neno la Bwana kabla kufundisha. Hii kanisa lisipepe. Kuna mambo mengi ambayo yalikuwa yanaweza kuweka nje hapa kwa tume hii kwa tumejiita. Ndivyo hivyo hata kwenye biashara. Biashara inapokuuliza maswali yanamaanisha kwamba hiyo biashara umekosea, inataka ujibu kwa usahihi kwamba sitakuacha utakapokufa nitakufa. Watu wako watakuwa watu wangu, Mungu wako watakuwa Mungu wako. Unafanya mpaka nafika mahali wale waliokuwa wanafanya wanajua kuna anayefanya. Nakumbuka kuna wakati tunaanza kazi ya Mungu. Kuna watu wengi ambao mimi nilikuwa na waadmire. Yaani nasema Mungu akipata nafasi magoti mbele yake nishike viatu. Sasa hivi wao wanasema mtumishi wa Mungu unapita huku, ninaomba upite kanisani kwangu, ninaomba ukija sasa kutamka baraka madhabahuni kwangu. Wakati mimi ndio nasema nikipata hata nafasi ya kusalimia kwenye morning glory bidii imeshaniweka mahali ambapo kila mtu ananiona. Amen. Haikuwa rahisi. Kwa hiyo ndivyo hata kwenye biashara ukikata tamaa au utaona. Maana anasema Bwana msichoke kutenda mema, kwa maana mtavuna kwa wakati wake msipofanyaje, msiposimia mioyo. Kwa hiyo kuna kusimia. Kusimia maana yake ndio maana kukata tamaa kutoka kingine. Kusimia moyo kwa sababu ina hao hiyo sana kuzunguka moyo. Kusimia moyo usikitishe sana ni kukata tamaa. Ni kuacha kufanya kitu sahihi ambacho mwanzoni unaona kabisa kinaweza kulipa matokeo. Kuliko jaribu ya kwanza ikashindikana ya pili na nafikiri alikuwa ni mawazo yangu. Au Mungu hataki nifanye. Swali la msingi, mbona ukijiuliza hilo kabla hujaanza? Na nisikia vizuri au mbona ikubali hatua za mwanzo? Mbona ulipata? Imegoma hapo unasema sio Mungu. Mbona wakati ule wenzako walitoa kabisa ya ile era ya kwanza?
Mungu amebandikia njani baada ya kuwa ya labda zake. Haleluya. Amen. Sasa. Mwambie jirani yako sasa. Mwambie hivi, suluhu ya ugumu wa maisha ni baraka ya Mungu. Na mlango wa ugumu na uzito wa maisha ni laana. Na maana yake ni nini? Ili maisha yawe rahisi unahitaji baraka. Ukiwa na baraka ya Mungu kwenye maisha yako yatakuwa rahisi. Nikisema yatakuwa rahisi maana yake simaanishi kwamba ni baraka ni cheap. Ni easy. Not cheap but easy. Yaani maisha yako yatakuwa rahisi wakati mahali ambapo watu ili ajenge nyumba anahitaji miaka 3, wewe unajenga kwa miezi 6. Unanielewa? Mtu anakuuliza, unapata wapi? Unamwambia hata mimi siwezi kuelezea lakini napata. Ukiniambia nimejengaje nyumba ni Bwana tu, ni Bwana, ni kweli ni Bwana. Sio uongo. Sasa baraka ya Mungu ikiwepo kwenye maisha yanakuwa marahisi. Na baraka ya Mungu isipokuwa kwenye maisha yanakuwa magumu. Mwanzo sura ya 3 mstari wa Mwanzo 3 mstari wa 17 hadi wa 19. Mwanzo 3:17 hadi 19. Maandiko yanasema baada ya hayo wakaisikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani. Wakaisikia sauti ya Bwana akitembea bustani. Kwa sababu wakaogopa, wakafanyaje? Wakajificha. Bwana akaita Adamu, Adamu uko wapi? Akasema nimesikia sauti yako, nikaogopa, nikajificha maana niko uchi. Mungu akamuuliza, ni nani aliyekuambia uko uchi? Na hili ndio swali ambalo ninalo kwako leo. Ni nani aliyekuambia wewe ni maskini? Kwa sababu Mungu asipokuita maskini, wewe sio maskini. Mungu asipokuita mgonjwa, wewe sio mgonjwa. Niambia daktari alisema kabisa na X-ray akanionyesha, daktari, Mungu alisema hakika atachukua magonjwa yetu. Atatoa magonjwa yetu na kwa kupiga kwake tu sio tumetui. Hiyo ni Mungu. Ila daktari Mungu umevunjika vibaya, una bahati. Yaani bahati ndogo uachane na nyama. Daktari alisema, mtaalamu kasema, swala la msingi ni nani aliyekuambia ukoje? Wewe ulikuwa mtaji wa kwanza, tutakuwa mtaji wa pili. Zote zimekufa. Wewe una nyota ya biashara. Kabisa biashara uwezi achana nayo, katafute kazi. Hata dada yangu alisema sina nyota ya biashara. Swali linalokuja ni nani aliyekwambia uko uchi? Si kila mmoja anaruhusiwa kudefine maisha yako. Anayeruhusiwa kudefine maisha yako ni wewe na Mungu. Wewe ni Mithali sura 23:7. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo wewe kuna namna unavyojiona. Ukijiona sio kuona, ukijiona hivyo hivyo. Hata kama wao hawakuoni, wewe ukijiona hivyo hivyo. Hata kama wao hawafanyi nini? Hawakuoni hivyo. Wewe ukijiona umejiona ni kweli. Kwa nini nasema hivi? Ndio kanuni. Kanuni ya Mungu inasema ajionavyo mtu. Mungu amempa mtu ruhusa ya kuwa anachokiona. Ila sauti za nje zikiwa kubwa kuliko sauti ya unavyojiona, unakuwa wanavyosema. Kitabu cha Mwanzo sura ya 11 mstari wa 6. Maandiko yanazungumza Mwanzo 11:6. Wakati watu wanajenga mnara wa Babeli. Baada ya kuwa wamejenga yeye wamekwenda, Mungu akasema watu hawa ni watu wa aina moja, ni watu wa lugha moja, jamaa moja. Ni watu wa aina moja. Na haya ndio waliokusudia, waliowaza kuyafanya. Ndio waliowaza kuyafanya. Wamewaza kwanza, halafu hatua akajadili akasema tunakwenda kwenye matendo. Sasa wewe unawazaga halafu ufanye. Haya ndio waliowaza kuyafanya. Halafu Mungu akasema na kwa sababu hiyo hakuna atakayeweza kuwazuia. Maana yake mtu anayewaza halafu akafanya, anawaza halafu akafanya is unstoppable. Kwa hiyo akasema tushuke haraka, tuwachafue usemi, maana tukichelewa walichowaza wameadhimia kufanya, watafanya. Watajenga, watafika. Maana yake ni Mungu amempa mwanadamu nguvu ya ajabu. Chochote ulichoweza ukiwaza kinawezekana. Amen.
Unanisikia? Chochote ulichoweza kuwaza kinawezekana. Akijaingia kwenye mawazo, akipo kwenye maisha. Kimeingia kwenye mawazo ni halisi. Narudia tena, akijawa wazo, haujawahi kuwaza kabisa ukaona fanye akipo kwenye mawazo, akipo kwenye maisha. Ila kifiti kwenye mawazo, kimefiti kwenye uwezekano wa maisha yako. Unanisikia vizuri? Huo ndio utaratibu wa Mungu. Ukiona kwamba ningepata milioni 50, ningeanza biashara fulani labda ya kuagiza hivi na hivi na hivi, ningefanya hivi na hivi, ningeanza kusafiri kwenda, wewe uhalisia ni kwamba umewahi kwenye kesho yako. Yaani wewe ni huyo kweli. Sema wakati huu kuna mtihani wa kuamini kati ya hapa ambapo una chochote na huko ambapo unasema ninge. Unaona tofauti? Sasa wengi wakishakuwa hapa, alafu anaona wazo unafanya kitu fulani, anafikiri ile ni kama picha tu, ni kama ndoto tu, ni kama kitu tu. Anaanza kusema au ndio ile Biblia inasema msimie makuu kuliko iwapasayo. Sio kakuta ni kiburi, roho ya kiburi inataka kuinuka ndani yangu, milioni 100 mimi. Roho ya kiburi hii ukute. Bwana wapinga wenye kiburi, wapa neema wanyenyekevu. Yaani maana wewe ambaye ufanye chochote hapa ndio una neema. Yule anayewaza milioni 100 ana kiburi. Acha kuleta glory kwa Yesu. Ni uongo. Ukiweza, kwa mfano niulize swali. Diamond akakaa hapa akawaza akasema ninataka nimwamini Mungu ndani ya miaka mingi kwenda service 3 zinazojana namna hii. Na tunapishana masaa 4 tunaanza 12 kamili mpaka saa 3. Saa 3 mpaka saa 7. 7 mpaka 11. Service 3. Na mamini Mungu inawezekana. Inawezekana. Unajua kwa nini? Inawezekana kwa sababu sasa hivi inawezekana hapa. Hata tukisema tupotoa ABC wabaki wa kwenu, bado hata hao waliokalia hivi viti vya kwenu bado wamewezekana, lakini kuna wakati hawakuwepo. Kwa maana kama waliwezekana kuja, maana wanaweza wakaja tena wengine. Yes. Au hawa wanaweza wakazaa wengine. Kwa sababu kila mtu ana watu hapa. Kwa kila mmoja akasema ninalipenda kanisa langu, nitalipigia promo. Nitaeleza tunavyofundishwa vizuri. Nitaeleza tulivyo na mchungaji mwenye upendo. Nitaeleza namna ambavyo wanajali. Maana ndani ya miezi 6 mnaweza mkadapo. Alafu miezi iliyobakia mnaweza mkaungana ibada ya pili sasa. Lakini sasa bahati mbaya watu wengi wakija makanisani hawaelezi uzuri wa makanisa yao. Yanaweza kana mchungaji, ukiwaambia kanisa jamani mimi mama yangu ni huyo mpaka Yesu aje hapa. Wangapi maleta kwa mama yako? Sina mtu nilembeta lakini mama yangu ndio huyo tu. Wewe unawezaje kuwa na courage ya kumwamini huyo mpaka Yesu aje hapo? Alafu una uwezo wa kuambia watu kama nina mama mzuri. Nimwambie jirani yako, bado unavuta sio ya nchi. Yana hapo sasa tunapiga madogo watu wote ABC Greater Glory tunachelewesha kukua. Ndio. Kama unanielewa kwa nini marafiki zako wasinielewe? Kama unanipenda na unaona kuna kitu ambacho unakiweka kwenye moyo wako, unafikiri kuna mtu mwingine ambaye hataweza kupokea? Sasa kwa nini wareti? Ambia jirani yako unachelewesha bwana. Sasa nilichokuwa nikizungumzia ni kwamba akisema inawezekana ibada 3 ndani ya miaka miwili tutakuwa na ibada 3 zilizojaa namna hii. Wanatoka wanapishana wenzao haraka, wanatoka wanaingia wengine. Inawezekana. Kwa nini inawezekana? Kwa sababu kama inawezekana kwa idadi iliyoko, inawezekana tena kwa idadi yoyote nyingine. Mungu aliyeleta hawa anaweza kuleta wengine. Amen. Umeelewa pointi hapo? Kadhalika ndivyo ilivyo hata kwenye biashara. Ukisema nina sasa hivi mtaji wangu nilianza na 50,000. Sasa hivi na 300,000 baada ya mwaka mmoja. Hata kama ni mwaka. Kwanza mwaka unaofuata ipaswa tena iongezeke kwa retio, kwa siku hiyo. Kwa sababu ule mwaka wa kwanza ulikuwa ni wa majaribio, kunapata potea nyingi za kujifunza. Kuna hasara nyingi za kuzipata. Kuna kuchinga mwingi ambao ulifanya, uliamini watu kuchukua hela yako kurudisha, uliamini. Wakati huu unakuja ukiwa na hekima kubwa, sasa mwaka unaofuata. Kwa hiyo unahitaji tena mwaka kuzalisha 250,000 kwenye ile 50,000. Tena hapa nzuri ya uanzi kwenye 50,000 unaanzia kwenye 300,000 mwaka unaofuata. Ndio maana kwa mfano kama mimi ninaamini 2022 tutakwenda walau tu watu 300. Kwa nini tunaweza kufikia watu 300? Ni kama mwaka huu tumemaliza watu 150. Kwa nini miezi 12 yote tukose watu 150? Inashindikanaje?
labda washirika wanaamua kunisaliti. Ila wakiniunga mkono wakasema, mchungaji, tunaona bidii yako, tunaona upendo wako, unatulisha vizuri, unatujali, unatuandalia makongamano, unatuleta hadi kwenye makanisa mazuri kama haya. Wakaona kanisa upenda mchungaji. Tena taratibu. Alafu nikasema, kwa hiyo na sisi tunamlipa mchungaji zawadi. Kila Jumapili nina mtu. Kwani nahitaji Yesu tunaamilia? Kila Jumapili kila mtu apige na mtu tayari ni 300. Ibada moja tuna wageni 150. Ni kwa wageni 150 wote jamani, neno la Mungu lisiwakuse tu wote jamani, watabaki 30. Jamani, na maana gani mimi? Unanielewa Kapiga hivyo. Kwa kila kitu. Kuna watu wanaanza kwa ni wateja wako wananunua kwa wananunua, waambia jamani, huu unga umeupenda unaonaje? Kwa kweli hakuna unga kama wako. Maanisha unamtamia. Maanisha yani wewe vitu vyako wewe niache kununua kwako, ninunue kwa nani? Samani. Mwisho mwambia wangapi pesa nyingi. Hadi wengi tu. Sasa naomba ukija round nyingine uje na watu warao wawili kununua nao. Sasa nyingine recommendation, usisubiri watu waote. Unawaambia wewe. Yusufu alimwambia yule mtu aliyetoka kanisa, ukienda kule utaraje. Sio mjinga, unasubiri watu waote tu. Subiri wakusa na Roho Mtakatifu, magezi ndani yako Mungu na Roho Mtakatifu. Sema na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu achelewa kuongea, naongea kwa niaba yako.